kutokea kwa ile Churi, hiyo barabara yote ikisajiliwa inaunganisha kijiji kizima. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, hilo pia naomba kama wataalamu wa dharura wamekuja, basi na yenyewe iweze kupimwa na wananchi, kwa sababu wengi wanaokaa kwenye maeneo haya hawana kipato, kwa maana shughuli zao za kiuchumi hairuhusu wao kuchangia maendeleo kama wengine wanaofanya maeneo machache kwenye kijiji. Kwa hiyo hilo serikali kibeba itapunguza makali ya wananchi kuchangia, lakini serikali ikawa inasaidia kwa muda wa matengenezo ya muda maalum. Kwa hiyo mimi sitakuwa na mengi mheshimiwa mbunge, lakini ni hayo tu, lakini nitazungumzia eneo la shule yetu ya Muungano. Wazazi hawa walilalamika kwa mwalimu mkuu kushindwa kuwajibika kwa nafasi yake. Sababu mwalimu mkuu anashindwa kusimamia shule. Shule hii tunadaiwa bili ya maji 780. Yaani hiyo tunadaiwa na tumekatiwa maji sasa tunavyoongea. Na niliomba kamati ya shule iliketi, lakini namna ya fedha ile wanaomba namna ya kulipwa. Kwa hiyo niombe ofisi yako tusaidie kama naweza kusamehewa kama shule, lakini tumeweka mpango mzuri ili kipindi kijacho wasiendelee kudaiwa fedha ya maji, kwamba kila mwanafunzi atalipa 1400 kwa mwaka na walipokea. Kwa hiyo hilo ni kuombe mheshimiwa mbunge, hilo tuone namna ya kusaidia, kwa sababu hapa tuna vyuo vya kisasa, tumepata mfadhili amejengea vyuo vya kisasa ambavyo vinahitaji matumizi ya maji sana. Kwa hiyo tuliweka vizuri kwenye kamati ya shule na hiyo imekaa kwenye mpango vizuri, lakini hili la sasa kuunganishiwa, niombe ili uliweze kufanyia kazi, na changamoto zingine ambazo zipo tutaweza kuzungumza baadaye ili tuyatatue. Na nyumba za walimu hapa tukikarabati pia itasaidia ili wengine waweze kuishi pale, kwa sababu nyumba mtu asipoishi ndani ina tabia ya kupata crack. Kwa mheshimiwa mbunge, hayo machache niombe kuwasilisha, kwa sababu tutaendelea kutatua machache kadri ya siku kwa siku. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Ni kitongoji cha Muungano ambapo ni sehemu ya kijiji cha Kiserian ambacho ni katika vijiji vitatu vya kata ya Mlangarini. Kata Mlangarini na kijiji cha Manyire, kijiji cha Mlangarini chenyewe na kijiji cha Kiserian. Kama tulivyotangulia kusema na mwenyekiti wa Kiserian alivyotangulia, kuna changamoto mbalimbali ambazo wananchi wetu hawa wangependa zitatuliwe sasa katika kipindi hiki, na kwa namna hiyo kuna changamoto ambazo zinahitaji utatuzi wa haraka. Changamoto ya barabara hii ni kubwa sana kwenye kata yetu, na hasa vivuko, lakini kuna changamoto ya maji ambayo na yenyewe ni changamoto kidogo, inatuletea haja ya kufanya kazi kubwa ili kuhakikisha jamii yetu inakuwa na maji ya uhakika. Lakini tuna changamoto sasa ya umeme. Tunajua umeme ni nishati ya muhimu kwa maisha yetu, hasa maisha ya sasa hivi. Umeme upo, tunashukuru hilo kwa bidii iliyofanywa na serikali yetu, lakini bado kuna maeneo, kuna mitaa ambayo bado inahitaji umeme. Kuna ambayo haijaunganishwa kabisa. Kama hapa Kiserian, hasa Muungano, kuna sehemu ziliwekwa nguzo lakini bado hazijaunganishwa umeme. Tunaomba hilo liweze kufanyika. Lakini kama alivyosema mwenyekiti, tunahitaji nguzo 165 kwa kijiji cha Kiserian. Maana yake ni hapa Muungano, lakini pia kwenye kitongoji cha Olmaroroi ambacho kipo jirani na hiki. Pia tunahitaji rola za maji ili ziweze kuwafikia familia zile ambazo bado hazijaunganishwa maji. Kwa hiyo tunakuomba mheshimiwa mbunge, kwa ridhaa yako, lakini tunajua unaweza, iko ndani ya uwezo wako, uweze kutupatia rola 60 kwa hapa Muungano, lakini utupatie rola 15 kwa kitongoji cha Olmaroroi, na pia kuna vitongoji vingine walau tungepata kama rola 20 zingeweza kutuhakikishia kwamba kwa sehemu hii ishu ya maji imekaa sawa sawa. Lakini kule Manyire pia tuna vitongoji. Kuna kitongoji cha Makao Mapya wanahitaji nguzo za umeme 30, tuna kitongoji cha Olmesera wanahitaji nguzo 100, na kuna mitaa katikati kitongoji cha Upendo wao wanahitaji nguzo 45. Kwa hiyo nakuomba, kwa vile tuko na meneja wa TANESCO mkoa, utusaidie kupata hiyo ili basi tuwe tumemaliza kabisa tatizo la umeme. Kwa upande wa maji
Bado tuna tatizo kwenye kata yetu, hasa tatizo katika usimamizi wa maji. Tunashukuru kwa Kiserian wameunganishwa kwenye ile mtandao wa maji wa jiji AUSA, wanajitahidi, lakini kama nilivyoelezea bado kuna tatizo kwa kuunganisha kwa hizo rola nilizotaja. Kwa vijiji vya Mlangarini kuna tatizo katika miundombinu ya maji, ambapo miundombinu iliyopo ni chakavu, ni ya miaka zaidi ya 40 iliyopita na haijaunganishwa kwenye ile gridi ya kisasa. Bado kuna sehemu kubwa wana mtandao wa mabomba ule wa zamani ambao haukidhi idadi ya watu iliyoongezeka kwa zaidi ya mara 10 kulinganisha na kipindi kile cha miaka ya 80. Kule Manyire pia kuna tatizo katika mgawanyo wa maji, kwamba vyanzo vya maji havitoshelezi. Vipo, lakini kuna changamoto katika usimamizi. Sasa vyanzo vya maji vinaharibiwa. Tumetembelea wiki iliyopita pamoja na madiwani na wataalam. Tumeona vyanzo vya maji kwanza havijajengewa, viko wazi, lakini kuna uharibifu mpaka karibia kabisa na vyanzo vya maji, ikiwemo ujenzi na upimaji wa viwanja ambao umeingia mpaka ndani ya eneo la vyanzo vya maji. Yaani huko ndani ya mita 30 mpaka mita 10 kutoka kwenye chanzo cha muhimu cha maji. Basi tuna huduma zingine za afya ambazo tunahitaji, lakini kama walivyosema mjumbe aliyetangulia, tuna tatizo katika elimu, hasa katika shule, usimamizi wa shule. Na hizi ni shule kwa mfano shule yetu ya Muungano, ni ajabu kwamba kuna nyumba lakini hakuna walimu, tofauti na sehemu nyingi ambapo unakuta walimu wapo, nyumba hakuna, na inafikia mpaka mahali nyumba zinaharibika kwa sababu ya kutokaliwa na watu. Tunaomba hilo litazamwe vizuri, lakini changamoto iliyoko pale kwenye ile shule kama inavyoelezwa, basi tunaomba ishughulikiwe, ingawa mimi binafsi nimeshaanza kuishughulikia kwa ngazi yangu kama diwani pamoja na viongozi wenzangu. Tutakuletea taarifa hiyo pale tutakapofikia na mapendekezo yake. Tunaomba tukikufikishia basi utusaidie kufanya kwa haraka, ili kile kiwango cha elimu cha Muungano ambacho kilikuwa kinatoa vijana wenye akili kubwa sana sasa katika masomo ya sayansi na engineering, basi kirudi pale pale kilipokuwepo au hata zaidi ya hapo. Tunajua Muungano imejengwa vizuri, shule imejengwa vizuri na wananchi wake wana moyo sana wa maendeleo. Hivyo tusiwavunje moyo, tujitahidi kushirikiana nao. Mwisho kabisa ni kushukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa mkutano wako wa kwanza kwenye kata yangu, na moyo ulionao, umenieleza mipango mingi kwa kata yetu na tunaamini kwamba tunakwenda kuitekeleza kwa pamoja. Mimi kama diwani ni mwakilishi wako, ni sauti yako, ni mkono wako. Kwa hiyo ninakuahidi ushirikiano wa karibu sana. Popote pale wewe nitume, nitakwenda, nitafanya kwa viwango vile ambavyo wewe unavihitaji hata kupita hapo. Ndugu zangu wananchi, ni mbunge wetu, tumpe ushirikiano kama mnavyonipa mimi. Tupende maendeleo na yeye ni mwana maendeleo, basi tutafika mbali katika miaka hii mitano. Niwashukuru sana, Mungu awabariki, niwatakie mkutano mwema na Mheshimiwa Mbunge. Kwanza kabisa mimi binafsi nimshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema kutujalia kwa hapa leo. Wengi walipenda kuwepo lakini hawakuweza kuwepo. La pili, niwashukuru sana watu wa Mlangarini, hususan kitongoji cha Muungano. Ulinipa kura nyingi sana. Yani nikikaa nakumbuka tu Muungano, nakumbuka Mlangarini. Nawashukuru kwa kumpa Mrema kura nyingi. Naona ni mtu mwema, anapenda watu. Na ndiye amenisukuma nije kwa sababu namuona ni mtu anayependa maendeleo. Nikishamuona mtu ambaye anatanguliza wananchi na anapenda wananchi na kuwasikiliza, mimi ndio rafiki yangu mkubwa. Mrema ni rafiki yangu mkubwa. Na alikuwa anamwahidi mambo mengi tutafanya Mlangarini kwa sababu tayari anapenda watu. Na tayari hao watu wananipenda. Sasa kwa tusifanye kazi. Mrema, nakushukuru. Niwashukuru tena kwa kutoa kura nyingi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa mkutano mkuu
Kwa kweli Mlangadini mlifanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo nimekuja tu kuwashukuru baada ya kuapishwa kuwa mbunge wa jimbo la Arumeru Magharibi, na wale ambao labda hajasikia jina ni yule alikuwa anaitwa Dr. Johannes Lembulung Lukumai. Nakumbuka wakati ya kampeni nasema Lembulung naelewa, lakini sisi mkara doba yenyewe na kulu. Bado mimi ni yule lakini sasa nitapata. Kama wananchi hawa wakipata huduma zao, nadhani wataniombea kwa Mwenyezi Mungu napata nini? Kwa hiyo nawashukuru sana. Mheshimiwa Diwani, niliongozana na msimamizi wa miradi ya TANESCO mkoa wa Arusha Kulu kuja kuwasha umeme kwenye kitongoji hiki. Nikasema twende kwa sababu wale wananchi naenda kuwashukuru kwa kufanya kazi kubwa sana na wanastahili kushukuriwa. Na nikasema iwe ya kwanza kuja. Na nimekuja naye makusudi kwa sababu ni mtu mwema huyu. Na anajua miradi mingi mikubwa sana inayoendelea katika mkoa wetu wa Arusha. Mwenyekiti, serikali yetu tukufu na sikifu imewekeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye umeme. Tukija kwenye jimbo letu la Arumeru Magharibi, kata zote au vijiji vyote 67 vina umeme. Jimbo hili na vitongoji 259. Vitongoji 201 tayari vina umeme. Vibaki vitongoji 58. Katika vile vitongoji 58, vitongoji 15 vinaitwa vitongoji vya mheshimiwa mbunge. Ndio tunamalizia. Tuliingia mkataba mwaka 2024 tarehe 3 mwezi wa 9 wa miaka miwili, ambao ule mkataba utaisha tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni mradi wa bilioni 2.18. Fedha nyingi sana. Lakini kutokana na kazi nzuri ya mhandisi wetu, badala sasa mradi kumalizika mwezi wa 6 2026 inaisha Disemba tarehe 30. Ikishaisha hizo vitongoji 15, tunaanza vitongoji vingine 19. Tunaenda kwa awamu kwa sababu hatuwezi kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Lakini mwenyekiti na mheshimiwa diwani, mimi nimefurahi. Na kati ya ndio sababu nasema nampenda huyu bwana. Kati ya madiwani waliofanya ninavyotaka niwe bwana. Kwa na waomba madiwani kwamba kila diwani anitumie kutoka kwenye kata yake vitongoji ambavyo havina umeme. Sio ananiambia vitongoji tuna vitongoji 16, vitongoji 10 vina umeme 6 hapa. Taja kitongoji jina, nasema umeme upo au haupo ili iwe rahisi kufanyia kazi. Lakini nilipita, injinia atakubaliana na mimi, watu wamewekewa umeme kama usa muungano ambao umeenda kuashwa. Watu hawajaunganisha umeme. Nilikuwa naomba mheshimiwa diwani tuwashirikishe wananchi wafanye wiring ya nyumba zao wapate umeme. Sababu huu umeme sio tu unatusaidia kuona mwanga na kupunguza matatizo ya macho. Ukiniangalia vizuri, mnaniangalia? Mega dongonye kimbudona inosa. Kivu imeleta umeme. Kwa hiyo umeme utatusaidia kuwa na mwanga, lakini pia ule umeme utatusaidia kupika. Tuwe na nishati bora ya kupika. Sababu gharama ya umeme kupikia ni mdogo mno ukilinganisha na mkaa. Sasa mkaa ni shida, sio tu shida kupata mkaa, lakini pia tunaharibu mazingira. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, naomba washawishi wananchi wafanye wiring ili waweze kuunganishwa umeme. Hilo ni jambo muhimu sana. Lakini diwani, nimefurahi nimesikia umekaa na Ward C, kamati ya maendeleo ya kata ambayo ndio mwenyekiti. Naomba tena nirudie, kaa nao na hawa wananchi wanavyosikiliza hivyo wako makini kweli. Unajua wananchi wanahitaji chochote, wanahitaji tu maendeleo ya kwao. Wanahitaji tu maisha yao yaende, hawahitaji chochote kwako. Wanahitaji maisha yao yaende vizuri, wapate umeme. Naomba kaa nao. Angalia kila nyumba au kila kaya ambao hawana nguzo za umeme. Hizo ulizotaja umejitahidi sana kwa kweli. Amefanya kazi nzuri. Wengine siwezi kupata. Nguzo za umeme ni shida. Ni kweli au si kweli? Nipate haraka iwezekanavyo.
Kwa sababu hawa wananchi niliomba kura kwamba mtapata umeme alafu hawapati. Sidhani kama atakuwa na imani na mimi tena. Kwa hiyo ulifanya vizuri, naomba tena uendelee kuhakikisha kwamba kila kitongoji, kila mtu nguzo ngapi zinahitajika na nipate haraka iwezekanavyo. Unajua taratibu. Tuna vikao vya halmashauri. Tunakaa kwenye vikao, tunapitisha mambo yetu kwa sababu ni sheria, yale ambayo yanawezekana halmashauri yanafanyika. Yale ambayo hayawezekani mimi nabeba. Nampelekea waziri, hawezi na mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Nilikuwa naye juzi na wanawapenda. Lakini kama hatutamueleza matatizo yetu, kuna faida gani? Na yuko tayari kusaidia. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, naomba nikuachie. Na kupitia kikao hiki cha kitongoji cha Muungano, nilikuwa nawaomba madiwani wote wa jimbo la Arumeru Magharibi waandike orodha ya vitongoji ambavyo havina umeme. Na waandike nguzo ngapi zinahitajika kwa kila kitongoji. Nipate haraka iwezekanavyo kabla bunge halijaanza tarehe 27 Januari. Na mimi nipate kitu cha kufanya nini? Cha kusema. Huwezi kwenda kusema tu kwa kujitungia kichwani. Na hayo yote itatokana na wananchi kwa sababu wananchi wanajua vipaumbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, yale ndio ya kwako na hawa wananchi wanakupenda na wewe unawapenda. Nina uhakika utaleta haraka iwezekanavyo. Na uhakika tutajadiliana wawili, tutafanya vikao kwenye baraza la madiwani, tutashawishi ili wananchi hawa wa Muungano na kata ya Mlangaleni kwa ujumla waende wakafaidi rasilimali zao kwa sababu ni haki zao. Mheshimiwa Diwani, mliongelea changamoto. Kuna huyu mwalimu mkuu ambaye ameshindwa kusimamia nafasi yake, ameshindwa kuheshimu nafasi aliyopewa. Nimefurahi umesema mlishaongea kwenye kamati ya maendeleo ya kata. Nitafurahi zaidi kama nitapata ripoti yenu alafu tufanyie kazi. Hatuwezi kufanya wananchi wasifurahie maisha yao. Hatuwezi kufanya wananchi wachukie serikali yao kwa sababu ya watu watendaji tu wachache ambao wanaamua wanavyotaka. Shule nzuri kama ile ambayo umenieleza mwenyekiti kwamba ina miundo mbinu ya kisasa, ina maji. Maji nakatwa kwa sababu ya mtu mmoja. Ndugu zangu, tuseme hiyo? Hapana, haikubaliki. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, naomba tuletee hiyo taarifa. Mnakumbuka nilikuwa naongea na waziri mkuu wiki mbili zilizopita katika jimbo letu la Arumeru Magharibi. Niwaambia miundo mbinu ya barabara ni shida kila sehemu. Nikamueleza matatizo ya maji. Nikamuelezea kile kituo cha maji natoka kata ya Kimnya yenye bilioni 520 kwamba yale maji yote yanaenda jiji la Arusha, lakini kata zilizoko katika jimbo la Arumeru Magharibi hawapati maji. Kamuelezea vizuri Kimnya, Kolmotonyi, Sambasha, Uturoto, Ilboru mpaka huku kwetu Mlangaleni. Na akasema ataenda kufanyia kazi. Nitaonana pia na waziri mwenye dhamana ya maji kuhakikisha kwamba hilo tatizo litatatuliwa. Barabara. Nilimueleza pia vifuko katika jimbo la Arumeru Magharibi tuna vifuko 136 upungufu. Na barabara nikamueleza. Tukashukuru serikali kwa sababu kuna kipande cha barabara ya Malalua, Mlangaleni, Nduruma, Bwawani. Kilomita hii 1 kwa kiwango cha lami. Nikasema wananchi wangu wa Mlangaleni ambao wametupatia kura na ni wazuri, mimi naomba tu tuongezee hata kilomita ngapi? 5 ya lami. Na amesema ataenda kufanyia kazi. Huyo ni waziri wa ujenzi niliongea naye baada ya kututembelea Arusha. Kwa hiyo tunaendelea kufanyia kazi. Haya mlioeleza Mheshimiwa Diwani, lete mchanganuo, tukutane kwenye halmashauri. Ndugu zangu, ni wakati wa kampeni. Niliwaeleza kuhusu mitambo mikubwa ya barabara. Na niliongea na diwani wenu, muelewa sana huyu. Akaniambia itabidi dokta kwanza, akatula ananiita dokta hata sasa hivi atasahau. Mimi niite tu dokta, hamna shida. Akaniambia kuna haja ya kuhakiki kwanza mitambo kama iko salama. Yaani kaguliwe. Huyu kama sijui hata kama ni engineer lakini ni mtu mzuri sana. Kwa sababu gani amesema hivyo? Anataka tuwe na uhakika mitambo kufanya kazi katika jimbo letu. Hizo barabara ambazo za ndani
zipitike. Sababu kama mlivyowaeleza wakati ule kwamba ile mitambo ilikuwa inakodishwa wilaya mbalimbali za jirani, Longido na Ngorongoro. Kwani kuna shida kukodisha? Hakuna shida, lakini situmalize kwanza ya kwetu. Kwa hiyo hilo tutafanya na mheshimiwa diwani, tutaongea kwenye vikao vya halmashauri, vikao vya madiwani wetu na kuangalia tutafanyaje. Kwa hiyo hilo litawezekana. Na hili la maji nimeshasema tutalifanyia kazi Zorola. Kwa sababu mnajituma, na mwenyekiti wenu huyu ameshanieleza hata siku za nyuma, tutaenda kufanyia kazi masuala ya maji. La mwisho, mwenyekiti na mheshimiwa diwani wetu, mikopo. Japokuwa leo sio siku ya kuongea sana, sijui kwani hata nimesahau nikasema tena mikopo. Kwa sababu nimeshatamka, ngoja niseme tu. Kuna ile mikopo ya 10%, mikopo isiyo na riba inayotolewa na serikali. 4% kwa kina mama kama pale, 4% kwa vijana, na 2% kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa diwani, naomba chukua orodha ya vikundi vyako, uleta halmashauri tuchakate. Nilikuwa Kigongoni Bwawani. Tulipokuwa natembea na engineer wangu, tukaona umeme mama moja ameunganisha kama wote, tukasema tukaangalie, tumuulize anapata faida gani. Tukakuta kikundi cha kina mama wamekaa wako serious. Serious kwa Kiswahili inaitwaje Mrema? Yaani wako makini. Hawa niangalia, hata mwingine anasema yule ni nani, kama vile tumewavamia. Na kuna wadada wawili wanaandika wao, alafu hela ziko mezani. Nikasema hizi hela zimetoka wapi kijijini huku nyingi tu? Kumbe ni mikopo bwana. Inaitwaje ile mikopo ndugu yangu? Black eh? Lakini kilichonishangaza kidogo, riba. Riba kwa mwaka ni 60%. Ndio maana unajua maana 60%. Alafu natamka wazi. Nikawauliza akina mama, kuna mikopo isiyo na riba halmashauri, kwani hamkuenda kuchukua kule? Akasema tumehangaika, hakuna aliyetusikiliza. Sasa amekuja mtu wa kuwasikiliza, Mrema na mimi. Tutashughulikia kuhakikisha kwamba watu wanapata nini? Mikopo, kwa sababu ni haki yenu. Tuwapunguzie hawa kina mama shida, manake wale ni wakina mama, kuna hata baba. Nikamuuliza mama mmoja, sasa 60% kwa mnatoa, nitafanyaje babangu? Mtoto shule inafunguliwa Januari, nitampelekaje mtoto wangu shule? Kuna daftari. Yaani wakina mama hawa, kama siku ile nilipokuwa nasema Mrema, wakina mama yote duniani, hasa hapa kwetu, yeye anaangalia kitu kimoja tu kwenye maisha. Watoto wake wamekula nini? Wanalala wapi? Wanasoma wapi? Ndio sababu anaingia kwenye mikopo mikubwa. Baadaye ile mikopo inaenda kusababishwa kwenda kuuza nyumba, kwenda kuuza kiwanja. Kweli au si kweli? Sababu ya riba kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wananchi wa Muungano, hilo tutaenda kulifanyia kazi na Mrema, na tutapeleka kwenye vikao halali. Nyingine, kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kuna mkopo usio na riba kubwa kwa wafanyakazi, kwa wafanyabiashara wadogo na wakati. Hata juzi kati Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa anazindua bunge pale kwetu, alisisitiza tena huo mkopo. Kwa hiyo bado Mrema, kazi iko kwako na kamati yako, watambue wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Niliona maduka hapo, ili ile mikopo ikitoka tu chap, watu wa Mlanganini wa kwanza kupata. Sasa ni watu wazuri hao. Kwa nini watu wengine wapate na waanze kupata? Kwa sababu ni haki yao. Mwisho kabisa, mimi niwatakie Christmas njema, mwaka mpya, na wale ambao wanajiandaa kupeleka watoto wao shule, niwatakie maandalizi mema ili watoto wao wapate elimu, kwa sababu bila elimu hatuwezi kwenda popote. Leo nasimama hapa kwa sababu ya elimu. Mrema anatoa msaada na amekuwa msaada mkubwa kwenu kwa sababu ya elimu. Elimu inasaidia kupunguza haya makali ya maisha. Masuala mengine kama ulivyosema, mwenezi la zahanati, shule, tutafanyia kazi. Tutafanyia kazi kwa sababu ni eneo langu, mambo ya hospitali ni eneo langu. Na hata juzi mlimsikia waziri mkuu akisema kwamba hospitali zote za serikali, kuanzia hospitali za rufaa za kanda, mikoa, hospitali za vituo vya afya mpaka zahanati,
wajiandae kwa ajili ya bima. Yaani maana yake bima, yule mtu ambaye hana uwezo wa kulipa, bima anayo, anatibiwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tulifanyia kazi kwa umakini. Na la mwisho, naomba tuwasiliane. Mimi simu yangu iko wazi masaa 24. Nimesana kwa kuchelewa kufika, lakini niwashukuru kwa upendo wenu. Niwaombe tuendelee kutunza amani yetu. Bila amani hizi changamoto, hizi maendeleo hayaji. Tuendeleze na kudumisha amani, kwa sababu hii nchi ni ya kwetu. Hakuna nchi nyingine zaidi ya hii. Tunaishi hapa hapa. Na hii nchi ni nzuri sana. Tudumisha amani. Umesikia watu wengine wanasema sijui kuna maandamano tarehe 25 sijui nini. Unaenda kuandamana nini kuleta shida na hiyo yar. Nadhani juzi mliona. Ile siku moja tu kijiji cha Muungano, kijiji cha Kiserian, kata ya Mrangarini. Na kushukuru kwa kufika. Lakini siachi kulaumu kwa sababu mmechelewa sana. Kuna mama moja hapa hata mguu imevimba, anakaa kuanzia saa 3 mpaka saa hivi. Tumeambiwa tukae saa 3 mpaka saa hivi. Lakini kwa sababu umeomba msamaha, tusifuate tena. Kuna shida ambayo tayari umeelezwa, tunakueleza tu ili isemekane diwani ndiye amesema. Ni sisi ndio tunasema. Kuna hela ya serikali ambayo inachezewa. Kwa nini nasema inachezewa? Tuna nyumba nyingi iko pale, imejengwa na serikali. Lakini hakuna mtu anayeishi huko ndani. Nyumba ya walimu. Hakuna hata mwalimu anaishi huko. Nyumba imekaa imekuwa inaanguka. Kwa sababu hakuna mwalimu hata mmoja. Tunakosa, shida ni nini? Shule yetu hii iko kama sekondari. Maji ipo, umeme ipo, lakini sasa hivi ukienda pale hakuna mtu yoyote pale. Walimu ikifika ile muda ya kutoka, wote wako pale barabarani wanafanya mkono hivi. Lift. Wanaenda mjini. Kesho wanakuja kwa muda ambao wanajua wao. Mimi sijui. Kwa sababu si mwalimu mkuu. Tunaomba mheshimiwa mbunge. Diwani amesema, mimi nimesema niseme, isisemekane diwani ndiye anasema. Ni sisi ndio tunasema. Sisi ndio tunasema ile shule, kama serikali, hela ya serikali imekosa kazi ya kufanya, ije kujenga makofu ya nyumba. Ile nyumba tupewe kama serikali ya kitongoji, tufanye hata maofisi, tufanye hata vitu ya kufanyia biashara. Kwa sababu haina maana yote mheshimiwa mbunge. Mimi nimesema tu nisimame kwa sababu nimesikia diwani ameongelea, lakini inawezekana baadaye ikasemekana ni diwani ndiye analalamika. Si diwani, ni sisi. Tunachukia sana zile nyumba. Na hata sasa hivi sio mbali mheshimiwa mbunge. Ukitaka pita pale, si nyumba ziko pale. Hazina milango tena. Hakuna mtu anaishi pale, na maji tunayo, umeme tunayo pale. Sasa wamekosa nini? Kama shule yetu haistahili mwalimu kulala kule, basi isemekane hii shule haina maana. Ndio maana nimeamua kusema hivyo. Asante mwenyekiti. Naitwa Dominic Petro. Nalalamika shule ambayo haina walimu. Naitokea kitongoji cha Lesoit. Ombi letu mheshimiwa mbunge, sisi tumepakana na jiji la Arusha. Tunaomba kivuko ambavyo natoka pale Atomic kuja Arusha DC. Na magari mengi tunaipanda watu pale Atomic. Kwa hiyo tunaomba kivuko kama na mbunge mwenzako mheshimiwa Makonda, ili kama tutaweza kupata kivuko. Jambo la pili, mheshimiwa mbunge, tuliahidiwa na halmashauri josho la kuegeshea ng'ombe Muungano. Tathmini ilishafanyika miaka 2 zilizopita na ikafanyika survey, lakini mpaka sasa hivi mheshimiwa mbunge hatujaiona josho. Tunaomba mheshimiwa mbunge ufuatilie josho hilo. Jambo lingine la tatu mheshimiwa mbunge, barabara hii kutoka Kiserian kwenda Manyara kwenda Dodoma tulishahidiwa kwamba tutaikiwa lami. Lini serikali basi ataifanya kutuwekea lami barabara hii? Sambamba na hilo, tuliwekewa kwamba mashamba zetu ilikatwa kwa sababu barabara ilikuwa ni mita 22.7. Ikaja kukatwa mita 30, tukawaambia tukafidiwa. Survey imepita ya serikali, lakini mpaka sasa hivi unawaambia kwamba usijenge ndani ya mita 30 na hatujafidiwa. Tunaomba mheshimiwa mbunge uifuatilie barabara hiyo, ni lini basi serikali ataifanya hiyo mpango wa kutulipa, alafu ni lini ambavyo hiyo issue ya kuweka lami. Langu la mwisho,
ni kuhusiana na shule. Mheshimiwa mbunge, wafadhili ametujengea Ndoto Action pale choo na gharama zaidi ya milioni 100, lakini shule tumekatiwa maji juzi, sababu kutumia alikuwa ni mpango wa wananchi kulipa maji. Baada ya kutolipa, idara moja akachukua mita yao, tunadaiwa zaidi ya 700,000 kama mheshimiwa alivyozungumza. Tunaomba mheshimiwa mbunge, kwa sababu tulikaa juzi kwenye kamati kikao cha wazazi, tukamwambia Januari lazima mlipe ili deni idara moja aweze kuleta nini, kurudisha mita yao. Sasa watoto wetu, mtoto anatoka na ndoo lita 5 nyumbani, anatoka na kuni na beji, ni maumivu makubwa. Tunaomba ofisi yako mheshimiwa mbunge tusaidie ili deni basi tunavyofungua Januari shule iweze kuwa na maji. Asante na Mungu akubariki sana. Hapa tulikuwa na hamu ya kukusubiri wewe, lakini Mungu ni mwema, umefika. Labda baba amechukua mawazo yangu na huyu mwingine. Langu ni taaluma ya shule. Mazingira ni mazuri sana, lakini taaluma ni ovyo. Watoto wamehama wengi sana kule Ngorongoro, wengine Olkerea kwa ajili ya taaluma, na hususan sana ni mwalimu mkuu. Walimu wanaingia kwa saa wanavyotaka, kwa sababu ya wengine wanakuja kwa usafiri ya kuombaomba kama baba. Ukipanda Kiserian saa 12 utamkuta mwalimu hivi, saa 8 hivi wakitoka utamkuta mwalimu hivi, wanaondoka. Na tunao nyumba za walimu hapa. Asanteni, hapo nafikia pale kuhamasisha wananchi ambao miundombinu ya umeme imeshafika, watu wafanye wiring ili waweze kulipia kuingiza umeme nyumbani. Gharama za kuingiza umeme ni shilingi 27,000 tu. Kwa tutumie hii fursa kuhamasishana miongoni mwetu ili mradi uwe na manufaa, kwamba mradi umekuja na matunda yake yanapatikana. Kwa lengo la kuleta mradi ni wananchi wapate kuunganishwa umeme. Mradi umekamilika, zisipakie tu nguzo zinaoza na wananchi waunganishwe. Kwa hivyo viongozi ni waombe tushirikiane pamoja ili wananchi waweze kuunganisha na waanze kutumia nishati safi. Tuwarahisishie mama zetu kupika, kupata mwanga na vivyo hata kuchaji simu. Asante sana. Angali kuna nyumba za walimu. Mimi ningemuomba mheshimiwa diwani aandike barua, alete ofisi ya mbunge. Pale ofisi ya mbunge tutamtafuta afisa utumishi ili tuweze kudili na wale walimu walale, kwa sababu haiwezekani serikali inajenga nyumba kwa ajili ya walimu alafu walimu hawafanyaje, hawalali. Kwa hiyo tuna afisa utumishi pale, na naamini ni jambo dogo sana hilo. Mheshimiwa diwani, karibu pale ofisini. Najua unaijua ofisi ya mbunge, muda yote imefunguliwa. Sisi tuko spidi ili kukimbizana na mwendo wa mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo karibu mheshimiwa diwani, naamini tutamaliza. Asante. Mheshimiwa mbunge, lisikutishe sana. Hilo liko ndani ya uwezo wetu, na mimi kushikiana na chama tumeshaweka utaratibu ambao tunaufanya ndani ya muda mfupi ujao kuhusiana na shule yetu ya Muungano na changamoto zake zote ambazo tunazifahamu. Na kifupi tu niseme, nimeelekeza tayari tutafanya kikao kwa kushikiana na serikali ya kijiji pamoja na chama ili tuweze kuchukua hatua zinazostahili. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi usiozidi wiki 2 tutakuwa tumeshaleta suluhisho, na kitakachofuata ni utekelezaji tu. Kwa hiyo niwaombe muwe na imani, muwe na shule yetu jamani. Msiwahamishe watoto kuwapeleka sehemu nyingine. Mambo mazuri yanaendelea kuja hapa kwenye shule yetu ya Muungano. Asanteni.